Asante sana, ni furaha kuwa hapa tena. Karibu sana. Unajua, leo nataka tuongee na wewe msikilizaji wetu moja kwa moja. Ndiyo, wewe unayetusikiliza sasa hivi. Yaani najua wazi kuwa wewe sio mgeni kwenye masuala ya afya. Unajua umuhimu wa kula vizuri Kufanya mazoezi? kabisa na kunywa maji ya kutosha. Lakini leo tunataka kuvuka huo msingi wa kawaida. Tunataka kuingia kwenye zile siri za mwili. Zile mbinu za kibiolojia. Haswa, vitu vidogo vinavyotofautisha mtu anayeishi tu na yule anayeishi akiwa na uhai na nguvu tele. Kweli kabisa. Leo tunaangalia jinsi maamuzi madogo ya kilishe yanavyoweza kufungua uwezo mkubwa sana wa mwili wako. Na jambo tunalolilenga leo sio kurekebisha afya iliyoharibika. Hapana. Bali ni uwekezaji endelevu wa ustawi wako. Miili yetu inafanya kazi kwa shangaza sana, unajua? Unapoelewa hasa ni mafuta gani seli zako zinahitaji ili kufanya kazi kwa ufanisi, unabadilisha kabisa uzoefu wako wa maisha ya kila siku. Inakuwa si swala kusukuma siku iishe tu. Haswa ni kuwa na nishati inayokufanya ufurahie kila wakati, kuanzia asubuhi hadi jioni, na kwa miaka mingi ijayo. Basi hebu tuweke hili katika uhalisia wa maisha yetu, kwa sababu sote tunaona haya mambo yakitokea, lakini hatujiulizi kwa nini. Ndiyo. Fikiria kuhusu watoto. Wewe msikilizaji, lazima umeshuhudia hili. Kuna watoto ambao wanacheza kwenye vumbi, wanapigwa na baridi, lakini miili yao ni kama chuma. Hawajawahi kuumwa hovyo. Ndio. Halafu katika mazingira hayo hayo, kuna mtoto ambaye kila upepo ukivuma kidogo yuko kitandani. Kwa nini kuna tofauti hii kubwa ya kinga na uimara? Yaani hilo ni swali la msingi sana ambalo wazazi wengi wanajiuliza. Watu wengi hudhani ni swala la vinasaba tu. Au bahati? Kweli au bahati, lakini kiuhalisia mwili wa mtoto uko kwenye ujenzi mkubwa kila sekunde. Ile tofauti ya uimara inatokana na kile tunachokiita akiba ya lishe. Akiba ya lishe. Ndiyo. Mtoto anayeonekana kuwa na mwili wa chuma ana seli ambazo zina silaha zote zinazohitajika kupambana na wavamizi. Kwa hiyo si kwamba hali vizuri tu, bali anapata virutubisho sahihi vinavyojenga ule msingi imara. Kabisa. Na kinachovutia ni kwamba histori haibadiliki hata tukikua. Hapo sasa. Njoo ofisini kwetu mchana. Ule uchovu wa saa 8 mchana. Haswa, watu wawili wanafanya kazi sawa, wamelala masaa sawa usiku uliopita. Lakini mmoja anapiga miayo, anahisi ukungu akilini na anatamani kulala tu pale kwenye dawati. Na yule mwingine? Yule mwingine yuko moto, ana nguvu kama vile ndio kwanza ameamka, kama wote wamekula mlo wa mchana. Kwa nini mmoja anaishiwa battery mapema kiasi hicho? Uchovu wa mchana mara nyingi sio ukosefu wa usingizi. Na wala sio ukosefu wa chakula. Ni ukosefu wa nishati kwenye kiwango cha seli. Kwenye seli zenyewe? Ndiyo. Mwili wako unaweza kuwa umejaa chakula ulichokula, lakini seli zinashindwa kubadilisha hicho chakula kuwa nishati. Kwa sababu gani? Kwa sababu zinakosa vile vichocheo vidogo vidogo, madini na vitamini vinavyowasha mitambo ya nishati. Yule mtu ambaye ana nguvu kutwa nzima, mfumo wake wa nishati unafanya kazi bila kikwazo chochote. Hili linanileta kwenye kundi la tatu, wazee wetu. Hili ni kundi muhimu sana. Kuna wazee ambao ukiwaona wanashiriki mbio za hisani, wanacheza na wajukuu, wanapanda ngazi bila shida. Lakini wapo wazee ambao mwanguko mdogo tu bafuni, mfupa umevunjika. Au wanategemea fimbo mapema sana kwa sababu viungo vinauma. Hii inaonyesha wazi kwamba jinsi tunavyozeeka inategemea sana na akiba tulioiweka, sivyo? Ndiyo. Na hapa ndipo tunapokutana na changamoto kubwa ya maisha ya kisasa. Zamani, wazee wetu walipata madini yote walioyahitaji kutoka kwenye ardhi yenye rutuba. Kupitia vyakula vya asili. Kabisa. Lakini leo, kutokana na kilimo cha kibiashara na matumizi ya ardhi kupita kiasi, udongo wetu umepoteza kiasi kikubwa cha virutubisho. Ni kweli, udongo umechosha. Hivyo, hata ukijitahidi kula mlo kamili vipi, kuna mapengo ya lishe ambayo yanatokea bila wewe kujua. Ili kudumisha uhai na nguvu katika umri wowote, lazima tuzibe haya mapengo. Formula ya leo ni rahisi. Mlo kamili ukijumuishwa na virutubisho sahihi vya kiwango cha juu. Hili ni suluhisho bora. Sasa hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, kwa sababu msikilizaji wetu anaweza kusema, sawa, nimeelewa kuna mapengo, nifanye nini sasa? Hilo ndilo swali kuu. Na hapa ndipo ningependa kuchambua sayansi ya kipekee iliyo nyuma ya Zaminocol Plus.
Nimekuwa nikisoma kuhusu mchanganyiko huu na watu wanauita mchanganyiko wa dhahabu wa afya ya mifupa. Ni jina linalostahili kabisa. Ina viambato 4 tu vikuu, lakini jinsi vinavyofanya kazi pamoja inashangaza. Tuanze na kiambato cha kwanza, calcium au kalisi. Wote tunajua calcium inajenga mifupa. Lakini wewe kama mtaalam, niambie kile ambacho watu hawakijui. Sawa, hebu tuweke kando swala la mifupa kwa muda. Jambo la kwanza, mwili wako hautengenezi calcium hata chembe. Hata kidogo? Hata kidogo. Ni lazima iingie kutoka nje kupitia chakula. Ni kweli 99% ya calcium mwilini inahifadhiwa kwenye mifupa na meno. Lakini vipi ile 1% iliyobaki? Hiyo 1% iliyoko kwenye damu na seli ndiyo inayofanya maajabu ya kila siku. Kwa mfano, kuganda kwa damu. Ndiyo, ukijikata kidole, ule mfumo unaofanya damu iache kutoka na kutengeneza kigaga unategemea calcium kwa 1% kubwa sana. Bila hiyo ungevuja damu mfululizo. Subiri, unamaanisha calcium inahusika kwenye damu moja kwa moja? Sikuwahi kufikiria hivyo. Nilidhani ni mifupa tu. Watu wengi hudhani hivyo. Na zaidi ya hayo, calcium ndio switch ya mawasiliano ya seli zako za neva. Kivipi? Unapofikiria kunyanyua mkono wako, ubongo unatuma ujumbe kupitia neva hadi kwenye misuli. Ili ujumbe huo uvuke kutoka neva moja hadi nyingine, calcium inahitajika kama daraja. Wow. Zaidi ya hayo, ili msuli wako ukaze, hata ule msuli muhimu zaidi mwilini mwako, yani moyo, calcium ndiyo inayoingia ndani ya seli na kutoa amri ya kaza. Kwa hiyo kama mtandao wangu wa simu za mkononi hauna minara, hata nikiwa na simu nzuri vipi, siwezi kupiga simu. Hivyo ndivyo mwili unavyokuwa bila calcium ya kutosha. Mfano mzuri sana. Na unajua mwili unafanya nini ukikosa calcium kwenye damu kwa ajili ya hizo kazi muhimu za moyo na neva? Unafanyaje? Unakwenda kwenye benki yako ya mifupa na kuanza kuvunja mifupa ili kutoa calcium kuipeleka kwenye damu. Inajila yenyewe? Ndio maana ukikosa calcium kwenye mlo wako, mwili wako unaamua kudhoofisha mifupa yako makusudi ili tu uendelee kuwa hai. Hiyo inatisha, lakini inaleta mantiki kabisa. Kwa hiyo kuongeza calcium sio tu kwa ajili ya mifupa imara, bali ni kuuzuia mwili usijile wenyewe. Sawa, hebu tuende kwenye kiambato cha pili kwenye huu mchanganyiko, zinc au zinki. Ndio, zinki. Nimesikia zinc sana kipindi cha janga lile la dunia, wakati kila mtu alikuwa anatafuta kuongeza kinga ya mwili. Lakini hapa naona inaitwa chanzo cha akili. Inakuwaje madini moja na majina makubwa hivi? Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba zinc inastahili hayo majina yote na zaidi. Kwenye ulimwengu wa biolojia, zinc inafahamika kama msimamizi mkuu. Msimamizi mkuu? Ili kuelewa kazi yake, fikiria mwili wako kama kiwanda kikubwa. Kwenye kiwanda hiki kuna wafanyakazi wanaoitwa vimeng'enya au enzymes. Sawa. Wafanyakazi hawa ndio wanaosaga chakula, kutengeneza DNA mpya, kuponya vidonda na kuzalisha nishati. Sasa zinc ni meneja anayesimamia zaidi ya wafanyakazi 100 tofauti mwilini mwako. Hebu ngoja nipingane na wewe kidogo hapa. Unaniambia madini mmoja tu inasimamia mifumo 100 tofauti mwilini. Hilo linawezekanaje bila mfumo mzima kuchanganyikiwa? Inaonekana ni chumvi, lakini ni ukweli mtupu wa sayansi. Zinc ni sehemu ya muundo wa hizo enzymes. Bila zinc, enzyme inakuwa kama gari lisilo na ufunguo. Haliwezi kuwaka. Aha. Inathibiti jinsi mwili wako unavyotumia protini, mafuta na sukari. Ndiyo maana mtu mwenye upungufu wa zinc anahisi dhaifu, kwa sababu wafanyakazi wake wa ndani wamegoma kufanya kazi. Na vipi kuhusu lile swala la hisia ya kuonja? Kuna uhusiano gani hapo? Uhusiano ni mkubwa sana. Zinc inasaidia katika utengenezaji wa protini inayoitwa gastini. Gastini? Naam, ndio ambayo inahusika moja kwa moja na vipokezi vyako vya ladha kwenye ulimi. Kama umewahi kupoteza hamu ya kula au chakula chote kinaonja kama karatasi, mara nyingi huo ni mwili wako unaopiga kelele kwamba nimeishiwa zinc. Inashangaza sana. Na inasaidia kinga pia. Kabisa. Inaimarisha sana ngozi, inaponya vidonda haraka, na kwa upande wa afya ya uzazi ni muhimu sana kwa ukuaji na uimara wa viungo vya uzazi. Ni madini yanayotegemeza ubora wa maisha kwa ujumla. Sawa. Tuhamie kwenye kiambato cha tatu. Hili ndilo ambalo mimi binafsi nina shauku nalo sana. Magnesium. Madini muhimu sana. Na wewe msikilizaji, nataka utege sikio vizuri hapa. Nimekuwa nikisoma kuwa watu wengi sana, hasa wanaoishi maisha ya mjini na kufanya kazi nyingi, wana upungufu wa magnesium bila hata kujua.
Mtaalamu, ni dalili gani ambazo mtu anaweza kuwa nazo saa hizi na asijue kama tatizo ni magnesium? Hili ni tatizo la kimya kimya, lakini linatesa wengi. Magnesium inaitwa madini ya utulivu. Madini ya utulivu? Ikiwa wewe ni msikilizaji na unajikuta unalala masaa 8, lakini ukiamka asubuhi bado unahisi uchovu mzito kama ulipigwa usiku kucha, huenda unakosa magnesium. Dalili nyingine ni zipi? Ule msongo wa mawazo au wasiwasi usioelezeka. Unajikuta tu moyo unadunda haraka au una mawazo mabaya yasiyo na sababu. Pia maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, hususan migraine, na hata shinikizo la damu kuwa juu mara kwa mara. Haswa ile inaitwa kukaza kwa misuli. Kumbuka tulipozungumzia calcium? Ndiyo, tulisema calcium inaamrisha msuli kukaza. Sasa magnesium ndio inayokuja na kuamrisha msuli kulegea. Ikiwa una calcium nyingi lakini huna magnesium ya kutosha, msuli wako unakaza, halafu unakosa amri ya kulegea. Ndio maana unapata yale maumivu makali usiku. Ina maana inafanya kazi kama breki. Haswa, inafanya kazi kama breki. Inatuliza mfumo wako wa neva, inakusaidia kupata usingizi mzito na mtamu, na kusaidia mwili wako kujenga upya ukiwa umepumzika. Bila uwiano mzuri wa calcium na magnesium, mwili unakuwa katika hali ya mvutano muda wote. Hiyo pointi ya breki inaeleweka vizuri sana. Sasa kiambato chetu cha 4 na cha mwisho katika hii formula ya dhahabu, selenium au selenium. Ndiyo, selenium. Hili jina sio maarufu sana kama calcium au zinc. Kwa nini limewekwa kwenye mchanganyiko huu muhimu? Kazi yake nini? Selenium inaweza isiwe maarufu, lakini kazi yake ni ya kishujaa. Yenyewe ni kiondoa sumu chenye nguvu sana. Kiondoa sumu? Ndiyo. Ili niliweke hili kwa lugha rahisi. Mwili wako unapochakata chakula na kuzalisha nishati, kuna takataka za seli zinazozalishwa. Hizi takataka za asili zina tabia ya kuzurura mwilini na kuharibu seli nzima. Kama nini kwa mfano? Ni sawa na jinsi kutu inavyokula chuma cha gari lako taratibu. Kwa hiyo kama nisipokuwa makini, seli zangu zinapata kutu. Ndiyo. Kwa lugha ya picha, mchakato huo unaitwa uharibifu wa seli, na ndio unaosababisha kuzeeka haraka na mwili kuzoofika. Sasa selenium ni kama ile oili maalum unayopaka kwenye chuma kuzuia kutu. Inaingia na kusafisha zile takataka zote kabla hazijaharibu seli zako. Zaidi ya hayo, inalinda moyo wako kwa nguvu sana na inaboresha utendaji wa tezi yako ya thyroid. Hii tezi ndio inayodhibiti kasi ya kimetaboliki yako. Kwa hiyo kama thyroid inafanya kazi vizuri, mwili unachoma mafuta vizuri na kuzalisha nguvu ipasavyo. Kabisa. Pia, selenium inasaidia kuboresha kinga na hata kupunguza mashambulizi kwa wale wenye dalili za pumu. Ni mlinzi madhubuti. Ukiyasikiliza haya madini 4 jinsi yanavyofanya kazi, calcium inajenga, zinc inasimamia, magnesium inatuliza na selenium inalinda. Ni timu iliyokamilika. Timu imara sana. Lakini mtaalamu, hapa ndipo swali langu la msingi linapokuja. Wewe msikilizaji wetu unaweza kwenda duka lolote na kukuta makopo yameandikwa calcium. Nini hasa kinafanya Zamino Cal Plus iwe tofauti? Hilo ni swali la lazima kuuliza. Yaani kwa nini hii sio sawa na hizo dawa za kawaida za calcium zinazouzwa kiolela? Nimesikia kuna neno gumu hapa. Amino acid chelated calcium. Hebu nifafanulie kama mtoto wa miaka 5, hii inamaanisha nini? Hapa ndipo ubora wa bidhaa hii unapotokea kwa 100%. Watu wengi hawajui kuwa unaponunua calcium ya kawaida, ile inayoitwa calcium carbonate, kiuhalisia unameza kitu kinachofanana sana na chaki. Chaki? Ndiyo, ni madini ghafi. Inapoingia tumboni, inahitaji asidi nyingi sana ya tumbo ili kuivunja-vunja. Na mara nyingi, mwili unaweza kufyonza 10 hadi 20 tu ya madini hayo. 10 tu? Halafu yaliyobaki yanaenda wapi? Yaliyobaki yanashuka chini na kwenda kutengeneza choo kigumu au kuleta maumivu ya tumbo. Kwa hiyo unakunywa kopo zima, lakini faida inayoingia mwilini ni sana kidonge kimoja tu. Hiyo ni hasara kubwa. Ni hasara na inaweza kuumiza mfumo wako wa mmeng'enyo. Sasa sayansi iliyotumika ndani ya Zamino Cal Plus inaitwa chelation. Maana yake ni nini? Ni nini? Wanasayansi wamechukua madini ya calcium na kuyafunika kikamilifu kwa kutumia amino acids
ambayo ni vipande vya proteini. Fikiria kama gari lenye vioo vya giza. Sawa. Hii calcium inapoingia tumboni, tumbo halioni madini magumu ya chaki, linaona proteini nyoro. Hivyo mwili unaikaribisha na kuifyonza kwa haraka sana kwenye utumbo mwembamba. Aha. Kwa hiyo mwili unadanganywa kidogo kuona kama ni chakula cha kawaida badala ya kuona kama ni jiwe gumu la madini. Umeipata barabara. Na matokeo yake ni nini? Kiwango cha kufyonzwa kwa calcium hii kinafikia hadi 95%. 95%? Ndiyo, inapita moja kwa moja kwenye damu bila kupotezwa. Faida ya pili kubwa sana ni kwamba ni rafiki kwa tumbo. Wale watu ambao walikuwa wanashindwa kutumia calcium kwa sababu inawaletea gezi, inawafanya wakose choo au inawaumiza matumbo yao ambayo ni dhaifu, wanaweza kutumia hii bila usumbufu wowote ule. Inafyonzwa kwa ulaini sana. Hiyo ni habari njema sana kwa watu wengi. Ina maana mtu yoyote awe na mfumo dhaifu wa kumeng'enya chakula au la, ananufaika. Na vipi kuhusu walengwa wengine? Ni nani hasa anayepaswa kufanya huu uwekezaji haraka iwezekanavyo? Bidhaa hii inawafaa watu wengi sana, lakini inaonyesha matokeo ya kushangaza, hasa kwa watu wanaoishi na uchovu sugu. Sawa. Wale wanaokosa hamu ya kula kutokana na upungufu wa zinc, na watu wenye kinga dhaifu ambao miili yao inahitaji msaada kupambana na magonjwa ya mara kwa mara. Na vipi kuhusu wale wenye mzio wa maziwa? Ndiyo, kwa watu wenye mzio na vyakula vya maziwa ambavyo ndio vyanzo vikubwa vya calcium, hii ni njia bora na salama kwao kupata calcium bila kupata mzio. Na kwa kuwa ina magnesium na selenium, inatoa msaada mkubwa wa kimaisha kukuweka sawa. Sawa, hebu tuingie kwenye matumizi, kwa sababu unajua msikilizaji wetu sasa anajiuliza jinsi ya kuingiza kwenye ratiba yake ya kila siku. Unashauri itumikeje? Matumizi yake yamerahisishwa sana kwa vijana kuanzia miaka 4 hadi 25 ambao wako katika kipindi ambacho mifupa inajengwa kwa kasi na kinga inawekewa msingi. Kiwango ni kidonge kimoja tu kwa siku. Na kwa watu wazima? Kwa watu wazima, yaani umri wa kuanzia miaka 25 na kuendelea. Huu ni wakati ambapo mwili unahitaji matengenezo makubwa kutokana na msongo wa maisha na uzee unaoanza kunyemelea. Kwa kundi hili tunashauri vidonge 2 kwa siku. Vinamezwa na maji tu au na chakula? Kwa matokeo mazuri zaidi ni vyema kumeza vidonge hivi wakati unapokula mlo wako, ili kuongeza ufanisi ule tulioongelea wa mwili kutambua na kufyonza virutubisho pamoja na chakula. Ufafanuzi mzuri sana. Je, kuna tahadhari yoyote tunayopaswa kumpa msikilizaji wetu? Kwa sababu tunaamini katika uaminifu na uwazi. Ndiyo, ni muhimu kuwa makini. Ingawa huu mchanganyiko umeundwa ili kutoa msaada mpana wa ustawi wa mwili, tunasisitiza kuwa hii si dawa ya kutibu au kuponya magonjwa. Ni kirutubisho kinachosaidia kurekebisha mapego ya lishe. Sawa. Kwa watu ambao tayari wana changamoto kubwa za kiafya kama kufeli kwa figo au wale ambao wamepimwa wakaambiwa wana kiwango kikubwa sana cha calcium kwenye damu, bidhaa hii haitawafaa. Afya yako iko mikononi mwako na inabidi kutumia mambo haya kwa usahihi. Tunapoelekea kumaliza deep dive yetu ya leo, ninatafakari sana kuhusu haya tuliyoyajadili. Tumetoka mbali sana, tumeanza na kwa nini baadhi yetu tuna uchovu usioisha mchana, na kuishia kuelewa kuwa nguvu ya seli zetu inategemea haya madini 4 yanayofanya kazi kama timu moja. Timu inayojenga afya yako kila siku. Uimara wa calcium, usimamizi makini wa zinc kwenye enzyme zetu, utulivu wa magnesium kwenye neva zetu, na ulinzi madhubuti wa selenium dhidi ya kutu inayozeesha seli. Huu si muujiza. Huu ni uwekezaji safi kabisa kwenye ubora wa maisha yako. Health is something we live every day. Uko sahihi 100%. Afya njema sio kutokuwa mgonjwa tu. Afya njema ni kuwa na uwezo wa kuamka asubuhi na nguvu tele, kufanya kazi zako kwa umakini, kucheza na wanao bila kuchoka haraka, na kuzeeka ukiwa bado na uhuru wa kutembea na kufurahia maisha. Kabisa. Uwekezaji unaofanya kwenye mwili wako leo kupitia mlo kamili na kuongeza virutubisho vilivyotengenezwa kwa sayansi ya hali ya juu ndio utakaokupa faida ya uhai baadaye.
Your wellness journey starts with one small step today. Kabla hatujaaganana nawe msikilizaji, nataka nikuachie wazo moja jipya la kutafakari peke yako. Leo tumeongelea sana jinsi virutubisho hivi vinavyobadilisha maisha yako, lakini kuna sayansi mpya inaitwa epigenetiki, yaani sayansi ya vinasaba. Hili ni jambo kubwa sana. Sayansi hii inasema kuwa maamuzi ya kilishe unayofanya leo yanaweza kuwasha au kuzima baadhi ya vinasaba kwenye DNA yako, na mabadiliko hayo yanaweza kurithiwa na wajukuu zako. Wazia hilo. Sio tu kwamba unajenga afya yako ya sasa na kuzuia mifupa yako isivunjike uzeeni, bali labda unaandika upya kitabu cha afya cha vizazi vyako vijavyo. Ukibadilisha mazingira ya ndani ya seli zako leo, unabadilisha historia ya afya ya familia yako. Tafakari hilo unapoendelea na ratiba zako za leo. Ni ujumbe mzito sana wa kuondoka nao. Together we can make a brighter life, better future. Together we can make a brighter life, better future.